Nataka ni kufundisha kitu kimoja cha msingi ambacho kitakusaidia sana, na mimi pia kimenisaidia kwenye maisha yangu vizuri zaidi. Jambo la msingi ambalo nitalizungumza hapa ni uwezo au nguvu ya kujua majira na nyakati. Nguvu au uwezo wa kujua majira na nyakati katika maisha yako. Maana yake kwenye maisha yako kuna majira, lakini pia kuna nyakati. Nikizungumzia majira nazungumzia season kwa Kiingereza, wakati nyakati nazungumzia time. Maana yake majira ni sawa, mfano nikitoa mfano kwenye issue nzima ya mvua. Mvua kuna majira ya mvua, kuna majira ya jua, kuna majira ya kipupwe, kuna majira ya kiangazi, kuna majira ya vitu mbalimbali ambavyo vipo katika ulimwengu. Lakini jambo la msingi zaidi pale kwenye kujua ni kwamba ndani ya majira fulani huwa kuna kitu fulani ambacho kinafanyika. Ndani ya kila majira huwa yana namna yake, na kuna aina matukio ambayo yanatembea katika yale majira. Lakini nikizungumzia muda ni kwamba muda ndio unaoongoza majira. Maana yake hakuna jambo litakayotokea popote pale duniani kama hakuna muda. Ndio zinaitwa nyakati, time. Kwenye Kiswahili tuna nyakati kubwa tatu. Tuna nyakati iliyopita, tuna wakati uliopo na wakati ujao. Maana yake wakati uliopita ni maana yake ni dakika za nyuma ambazo umetoka kuzipitia. Wakati uliopo ndio wakati huu ambao unasikiliza. Wakati ujao maana yake ni wakati ambao bado hujaufikia. Maana ukiufikia unabadilika unakuwa wakati mwingine. Kwa unagundua ni kwamba nyakati huwa zinabadilika, na specifically kwenye nyakati nazungumzia issue nzima ya muda. Manake hata kama labda nikakuta ni nyakati za usiku, nasema hatusemi muda wa usiku, nasema nyakati za usiku. Maana yake katika huo usiku unaongozwa na muda, kilichopelekea mpaka ikawa nyakati fulani. Maana kuna muda ambao umepelekea iwe hivyo. Nyakati za asubuhi, nyakati za mchana, kuna nyakati zilizopita, nyakati zilizopo na nyakati zijazo. Maana kumbe katika nyakati sasa tuna vitu vitatu. Naomba uwe makini kunielewa vizuri. Hili jambo litakusaidia sana kwenye maisha yako. Very careful na unielewe. Sasa katika issue nzima ya nyakati na majira. Sasa majira nazungumzia ni matukio yapi ambayo yanatokea katika majira fulani. Sasa majira yanaweza kawa ya namna tofauti. Kwa mfano kuna majira ambayo unaita majira kama kwa nimekuambia kuna majira ya mvua. Maana yake kuna majira ya kusoma. Lazima ujue ni majira yangu ya kusoma, lakini niko chuo na miaka mingapi, na miaka 3 na miaka 4. Ni majira ya kusoma chuo. Maana katikati yao majira yanaongozwa na muda, na kuna nyakati ndani ya huo muda, ndani ya hao majira. Be very careful to notice this. And I want to tell you, don't lose, natamani ukinisikiliza, don't lose your time anymore. Don't lose your time. Sawa. Sasa kuna kitu hicho nataka nikwambie hapo cha msingi sana. Katika kila majira kunakuwa na matukio ndani mwake. Maana yale matukio yaliyoko ndani mwake huwa yanabeba tafsiri ya majira yale. Nimeshakwambia ikiwa ni majira ya kiangazi, maana kuna matukio ya jua. Unashangaa wanakuambia kuna nini, kuna vumbi jingi. Wanakuambia kuna joto kali. Ni kipindi chake cha joto kali. Maana hakuna mtu anayeshangaa joto limekuwa kali. Hakuna mtu anayeshangaa kwamba joto limeongezeka. Hakuna mtu anayeshangaa kwamba vumbi limeongezeka. Hapana, ni kwa sababu ni majira yake. Wakati nyakati manake hakuna yale mambo tunavyozidi kutokea, manake unakuwa na wakati ambao una monitor. Wakati unavyozidi kwenda manake yale matukio yanakaa ndani ya nyakati fulani. Manake wewe kwenye maisha yako Mungu amekuwekea majira na nyakati ambazo lazima zikupate, na yale mambo mabaya yote ambayo yamewekwa kwenye maisha wengine hawapati kwa sababu ya matokeo fulani, wewe yasikupate. Na nikuhakikisheni kwamba katika hii dunia ni kwamba yale unayoyafanya katikati ya majira, yale unayoyatenda katikati ya majira fulani ni aizo unajua haujui, maana yanatengeneza matokeo fulani ambayo utakuja kuyapata mbele yako, au unaweza kupata kwa huo muda. Kukuwa makini sana kujua kwamba what I am doing now, kama ni majira ya kupanda, maana kutakuwa na majira ya kuvuna vile vile. Maana kama ni majira ya kutengeneza kitu, maana kuna majira ya kupata matokeo ya utengenezaji wa hicho kitu. Be very wise to know this. Na itakusaidia kwenye mambo mengi ambayo nitazungumza.
Nitakusaidia sana kwa mambo kuelewa. Na mimi nazidi kunielewa vizuri hapo. Sasa nataka nizungumze sa nguvu ya kujua majira. Kuna vitu vingi huwa vinaumiza kwenye maisha. Kwa unapojua ni kwamba Mungu amekupa majira fulani, alafu hujanufaika na yale majira. Mungu anakupitisha kwenye nyakati fulani na nyakati hizo uzijui nyakati zile. Huwa inaumiza mno. Sasa nyingine kuna ile hali ya kujua, unajua majira haya ni majira kufanya hivi na ufanyi. Nitoa mfano hapo kwamba mfano wa mtu ambaye ni mkulima. Mkulima asipopanda mbegu, matokeo yake genuine ni atakuwa hana chakula. Asipopanda mbegu hatakuwa hana chakula. Ni vizuri sana ujue hilo kwamba ukimiss kupanda umemiss kuvuna. Maana yake nini sasa? Kuwa makini kujua ni majira gani ya kupanda na majira gani ya kuvuna. Huwa mimi ninachozungumzia zaidi hapo, cha kuzingatia zaidi sio majira ya kuvuna, ni majira ya kupanda zaidi, kwa sababu mavuno kila mmoja anatamani kuyaona, kila mmoja anatamani kuyafikia. Sasa jambo la kwanza, nguvu kijua majira yako na nyakati. Jambo la kwanza, utaepuka malalamiko. Utaepuka neno ningejua mwalimu, ningejua mwalimu, kitu ningefanya namna fulani, ningefanya namna fulani, natamani nilivyokuwa shule ningefanya kitu fulani, natamani rafiki yangu ningemwambia habari fulani, natamani. Majira yako yanakufanya ujue exactly what to do. Unakushangaa unajua tu nijue nifanye nini, nifanye kitu gani. Majira yako yanakupunguzia neno ningejua, na kuna neno kitu kinachoumiza duniani kama kujua ningejua wakati. Jambo la pili, nguvu ya pili ya kujua majira na nyakati ni kwamba utajua ni watu gani wa kuambatana nao kwenye majira fulani. Maana yake aina ya majira huwa inaamua aina ya watu, inaamua nani aje, nani aondoke. Na ndo hichi ambacho natamani ukijua ni kwamba there is a point, ni kwamba kuna watu wataondoka kwenye maisha yako. Don't cry, let them go, kwa sababu majira yao waliokuwa nao yamepita. Na ndio maana nikuhakikishie kuna watu ambao uko nao sasa hivi chuo, ukimaliza chuo, ukihitimu chuo degree ya kwanza, wataondoka, na kuna wengine wanaenda wameshaondoka kabisa kwenye maisha yako. Don't cry for them, kwa sababu Mungu anakuletea majira mengine mapya, anakuletea majira mengine mazuri ambayo you enjoy. The issue is to know. Yakobo alikuwa mahali fulani amelala, malaika wakawa wanapanda na kushuka. Yeye alikuwa anasema Mungu wangu, nilikuwa sijui, my God. Mungu alikuwa mahali hapa na nilikuwa sijui. It is very bad, inaumiza, kwa sababu unajua ningefanya namna fulani, ningefanya jambo fulani. Kwa jambo la pili, inakupa nafasi ya kujua watu gani uende nao. Jambo la tatu, inakupa nguvu na nafasi ya matumizi bora ya muda wako. Matumizi bora ya muda. You will not waste time. Kwa sababu unajua una wakati wangu wa kufanya jambo fulani. Utolala kama wengine. Hautolala kama wengine. You will stand up. Utawaambia wengine, say this is laziness. Mwache uzembe, tunapoteza muda. You will sleep a little and you will be enough. You will be satisfied. Lakini kulala sana kufanyaje? You will destroy your destiny. So the main issue, ukijua majira yangu unasave muda vilivyo. Mwanabaka najua ni majira yangu ya kupanda, najua nipande nini, majira yangu ya kufundisha nifundishe kitu gani. Mungu naomba nishauri, Mungu naomba niambie jambo gani la kuliendea hapa. Huu muda wangu uende uwe vizuri, uzae matunda. What can I do? What do you want me to do within a time? Na hakuna hekima ya juu kama hekima ya kujua majira na nini cha kufanya. You will save time. Time is very valuable. It's so valuable, my dear. Don't waste time. If you know what to do within a time, you will not waste time. Jambo lingine, ukijua majira na nyakati, hautakuwa na wivu. Hautakuwa mtu mwenye wivu. Wivu ndo unazalisha kitu kingine cha mbele hapo ambacho nitakwambia. Wivu, mwingine kafanikiwa, mwingine kaolewa, mwingine kwenye mahusiano, mwingine kafanya hiki. Tunazungumzia sio ule wivu mzuri. Kuna ile kusema Mungu zangu kafanikiwaje, natamani nijifunze Mungu zangu kafanikiwaje. Na hii ni nzuri zaidi. Kwenye wale marafiki, maana unajua ni marafiki gani nichague. Hata kama tena haina marafiki ambao unapaswa kuwachukua, ni wale marafiki ambao wamekuzidi.
Usichague marafiki ambao mko level moja. Chagua marafiki ambao wamekuzidi. Nitakuelekeza pia namna ya kuchagua marafiki. Kwa jambo la msingi, hautakuwa na wivu wa maendeleo ya watu wengine. Utajua nini cha kufanya ili uweze kuwa bora na wengine wawe na wivu na wewe. Lakini jambo lingine, litakuondolea kushindana na wengine. Niwashinde, niwafanyeje, niwashinde, sitamani wanipite. Wewe simama kwenye nafasi yako. I know what to do on that time. Maswala si mwingine afanyaje isikupe shida. Just do your part. Do your part and let the rest to God. Vitu vingine atafanya Mungu, lakini do your part, my dear. Do your part. Itakuondolea kushindana, lakini pia itakuondolea nguvu nyingine ya kujua majira. Itakuondolea hali ya kuridhika ovyo. Very bad. Kuridhika. Unaridhika tu. Matokeo madogo umeridhika. Umefaulu mchele kidogo umeridhika. Because you don't know your time. You don't know your season. It is a season to maximize your potential. It is a season to maximize your knowledge, to maximize it. Read more. Be the best what you are doing. Bring the best to the world. Usirizike. Kwa urizike. Usirizike na matokeo madogo unayoyapata leo. Matokeo ukifanya leo mtihani, kwa mfano wewe kama mwanafunzi, ukifanya leo mtihani leo ukapata A ya 82, rafiki yangu, sio kusema sana na akili zimetosha. No, tomorrow pangilia, sema natamani kupata zaidi ya hapo. Usirizike na matokeo madogo uliyoyapata. Keep reading, be the best version of yourself. Na jambo lingine la mwisho ambao natamani pia ulifahamu kwa siku ya leo, yani very important. Baada ya kujua utaki kulizika, jambo lingine la msingi, my dear, natamani haya mambo yaingie kwenye akili yako na kwenye ufahamu wako yakae, na always ufikirie haya mambo ya msingi. Kingine, badala ile hali ya kulizika imekuja, hali ya umeshinda sasa kwa sababu umejua majira yako, kinachobakia hapo mwishoni, rafiki yangu, hautakaa unashangaa, unazidi kutafuta kipawa chako, unazidi kutafuta ninachokiweza. You will know your purpose. Why? Because utakuwa na bidii kwenye round. Bidii ni matokeo ya mtu anayejua nini cha kufanya. Hauna bidii, hauna cha kufanya. Maana yake nini? Ni kwamba kama jambo hili linalo kufanya, automatically you will end up losing it. Hautakuwa na moyo wa kulifuatilia hilo jambo. Kwa sababu gani? Bidii hakuna. Very important. Zingatia ya mambo, yatakusaidia mno. Nijisikia kuambia hayo, natamani Mungu akufundishe zaidi na hapo. I wish all the best to your life. Mungu akukutanishe na watu sahihi, Mungu akukutanishe na majira yako, usiferi kwa chochote, usiwe na Mungu asikupe na kati za kulaumu ya kusema Mungu ningejua. Mungu akupe vilivyo vema, maana yake alikuumba, you are the best, na uzidi kuwa the best. That is my prayer to you. Be the best, bring the best version of yourself to the world. The world is waiting for you in the name of Jesus Christ. Amen.